tunamtakia kila laheri, amefanya yale aliyompasa kufanya katika ardhi ya Tanzania. Ni kweli. Na kila mtu anafurahia ubora ambao alikuwa nao katika nchi yetu ya Tanzania, kwenye ubora ambao kila mtu aliweza kuelezea kwa utofauti ama kwa namna ambavyo alikuwa anaona ni bora katika misimu yote ambayo amesakata kabumbu hapa. Tumepata faida kubwa ya kuona magoli ya viwango vya juu, kuona mchezaji ambaye anacheza kwenye idara yake akiwa na ubora wa hali ya juu. Tumeona namna gani ambavyo anaturn mipira, tumeona namna gani ambavyo amekuwa msaada ndani ya kikosi cha Young Africans. Ni mchezaji ambaye huwezi kuacha kumzungumzia kwenye ubora ambao amekuwa nao kwenye ardhi ya mipaka Tanzania. Kila siku tunaona faida ya kutazama wachezaji bora ambao wanakuja kwenye ardhi ya mipaka Tanzania, wengi sana. Kwa mfano tumewaona kina Chama, kila mtu alinufaika ubora wake ambao amekuwa nao. Tulikuwa na Stefan Aziz Ki ambaye amekuwa kwenye ubora wa hali ya juu, ubora ambao kila mtu akiutazama hakuna ambaye amekuwa naye, no doubt hakuna ambaye anaweza akamzungumza kwa ubaya au akamzungumza sio mchezaji ambaye anaweza akapossess mpira na akaisaidia timu. Ni mchezaji ambaye kila nyakati tumeona akiwa na ubora sana uwanjani, anapoisaidia timu kwenye kutoka kwenye, ni mtu ambaye anashuka chini anaisaidia timu ikiwa na mpira wakati timu haina mpira. Mchezaji ambaye anaofa nafasi uwanjani. Kwa hiyo namna gani ambavyo tumepata nafasi ya kumshuhudia mchezaji ambaye ni bora sana katika ligi yetu. Sawa, tuchene na huko kwa upande wa Stefan, lakini kabla tujaondoka, Yanga anaweza kupata mchezaji kama Stefan Aziz kwa wakati mwingine? Wapo wengi, lakini sasa kwenye deliver yao ndio kama inaweza ikawa ni changamoto kidogo kwa muda ambao Yanga watakuwa wanahitaji. Wapo wengi kama Stefan Aziz Ki, lakini kuwa mmoja kama Stefan Aziz Ki inaweza ikawa ni ngumu, sababu hawezi akarecover kama Stefan Aziz Ki ambavyo alikuwa amevikava kwa baadhi ya wachezaji ambao wameondoka akaingia Stefan Aziz Ki. Ili kupata quality ya Stefan Aziz Ki lazima uangalie kwanza ni aina ya mchezaji gani ambao unamhitaji. Yani kwamba anashabiana na Stefan Aziz Ki ama unamhitaji mchezaji ambaye amemzidi Stefan Aziz Ki ili aweze akakusaidia katika majukumu yako uwanjani. Pengine mwalimu ndio anaweza akapendekeza anahitaji mtu aina gani ambaye anaamini anaweza kalipa akawa na faida kwa kiasi kikubwa ndani ya timu, na pengine tukawa tunaona wakiwa wanapata mtu ambaye anaweza kawa kwenye ubora ule ambao kila mtu akiutazama mtu anamlinganisha na aina ya mchezaji ambaye ameondoka pengine na vitu ambavyo anavifanya. Kuna taarifa ambazo zinasema kwamba inawezekana kocha wa Wydad akaja Yanga, ni kama wanapishana na Stefan Aziz. Lakini yani mchezaji na mwalimu ni watu ambao wanafanana kwenye upande wa karia zao. Kwamba mmoja tu anasimama kwenye upande wa kufundisha timu kitaktiki zaidi na kufundisha timu kwa ajili ya kuwa kwenye ubora. Mwingine anatekeleza majukumu ya ubora ambao mwalimu anauhitaji uwanjani. Ndio tofauti wa mchezaji pamoja na mwalimu pamoja na mchezaji. Hasa mchezaji yeye anachokwenda kutekeleza uwanjani kwa asilimia kadhaa ama asilimia 100 ni kile ambacho anafundishwa kwenye kiwanja cha mazoezi na mwalimu. Mwalimu akisha kuwa bora, maana yake lazima atamtengeneza mchezaji aliye bora ili kuleta yale matokeo ambayo wao wanayahitaji pengine kwenye timu, kuamini ya kwamba wanaweza wakapata matokeo pengine kwa timu yoyote ambayo watakuwa wanacheza nayo kutokana na ubora ambao wao wanakuwa nao. Sasa mwalimu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ni vitu vya kawaida, ni kama ya mchezaji kutoka Tanzania kwenda Morocco. Kwa hiyo mimi naamini sio mbaya, kwa sababu Yanga wanahitaji mwalimu ambaye ni bora. Na mimi ulikuwa unamzungumzia Mokwena. Yes. Ni hizo taarifa nimekuwa naziona, lakini sitaki kuamini kama kwamba wao ni Yanga wanaweza waka afford kwenye baadhi ya vitu, lakini negotiation zipo, watu wanazungumza na inawezekana. Na ukiangalia kwa sasa hivi Raja Casablanca wana uhitaji wa ubingwa wa Botola, lakini wana uhitaji mkubwa
wa kuendelea kufanya vizuri zaidi kwenye michuano mingine mikubwa kwenye tournament kubwa barani Afrika kwenye next season, kwa sababu wanaamini season hii hawakuwa kwenye ubora ambao unahitajika. Hawakuwa kwenye ubora ule ambao kila mtu alikuwa anaangalia kwamba huu ni ubora ambao pengine kila mtu angenufaika nao na kuona na kuridhika. Lakini mpaka sasa hivi ukiwatazama Raja hawajakaa kwenye setup nzuri ya watu kuitazama hii kwamba inaweza ikawalipa. Sasa ukiangalia hata kwenye msimamo wa ligi yao, ukirejea ukiangalia hata kwenye namna ambavyo wameenda, naona hata sajili ambazo wamekuwa wakizifanya ni sajili ambazo zinakuonyesha kwamba wanaitazama zaidi 2025-26 kwenye msimu mpya wa ligi yao, lakini vile vile kwenye tournament hizi kubwa barani Afrika ambazo wao wanapata nafasi ya kushiriki.